sijui atataja jina sana. Yeye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya YPC, bodi ya kurugenzi. Lakini pia nadhani kijana unamfahamu, yeye anawakilisha Tanzania Youth Vision Association, ambao katika mradi ambao tunaendesha uliokuwa funded in Action Aid wa Youth Economic Empowerment and Influence, TYVA na YPC ndio mashirika ambayo wamepata hiyo support. Kwa hiyo mara nyingi tukifanya matukio yetu tunawaalika na wenyewe kwa na matukio pia wanatualika. Kwa hiyo tutakupatia profile ya YPC kumaliza shughuli ya leo. Lakini tumekuwa hapa jana na leo. Lengo kubwa ilikuwa ni kuchambua sheria ambayo ni kuanzisha baraza la vijana ili tuweze kutoa ushauri na mapendekezo yetu kwa serikali juu ya utekelezaji na wa hiyo sheria. Lakini tumepata fursa pia ya kuiangalia sera wiki iliyopita, sera ya vijana, maendeleo ya vijana ambayo pia tunaifanyia review. Kwa tumekuwa na maoni, iko pack nzuri, ila angalau tumeingiza pia vitu kadhaa kwa ajili ya recommendations za leo. Kwa hiyo pia tulitaka kujizuia sana kucomment juu ya sheria ilivyo. Lakini baadaye tukasema bwana, tuseme kidogo ila tuwe makini, tusiseme mpaka sheria irekebishwe ndio baraza lianze. Tukasema ni vizuri turecommend kwamba pamoja na kuanza kwa utekelezaji, mambo haya pia yafikiriwe kurekebishwa, aidha yawekewe kitu kwenye kanuni, labda sababu waziri kanuni nimeshaziona hajaziona, ila baada ya kuambiwa kwamba zipo tukaogopa kila wakati, njoo tu Stella, tukaogopa kila wakati kuanza kuzungumzia. Kwa hiyo tumeassume kwamba inawezekana kuna mambo mengi ambayo yako mapungufu kwenye sheria yameshughulikiwa kwenye kanuni. Kwa hiyo mjaiona mbele. Mheshimiwa, kanuni sasa yenyewe, lakini sasa tuko kwa printer. Lakini muda wote tutatoka tutawatangaza. Ishakuwa printed then tutatoa kwa. Ya udara alileta karatasi ni mhasibu wetu wa YPC. Nzuri. Na ofisi zetu sisi ziko Kibaha, mkoa wa Pwani. Inachukua muda gani kutoka? Nadhani tutakuwa tunashughulikia malipo. Immediate baada ya kulipa wataprint. Sawa. Sasa japo mngekuwa mmejibu maswali mengi sana ambayo sana yapo kwenye mtandao kama sheria tulishare na zile sera na nini. Sawa. Waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Unaoona mbele yako hapa ni wawakilishi wa vijana kutoka taasisi mbalimbali za vijana Tanzania, ambao kwa pamoja tulikuwa hapa kwa muda wa siku mbili katika kikao chetu kuweza kujadili na kufanya mashauriano ya pamoja kuhusu sheria ya baraza la vijana Tanzania ya mwaka 2015. Aweze kutuelezea nini ambacho tulikuwa tumekijadili kwa kipindi cha siku zote mbili na madhumuni ya warsha hii na haya mashauriano pamoja na mradi mzima. Kwa hiyo naomba nikukaribishe Brother Irunde, karibu sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Anthony Mavunde, kaka yetu na kati ya mawaziri ama manaibu waziri wachangamfu ambao wanakubalika kwa vijana ni pamoja na wewe. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kuwaomba wenzangu tuungane mkono kupongeza sana kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Na nitambue pia uwepo wa kaimu mkurugenzi wa vijana Bwana Julius Tweneshe ambaye ni afisa mwandamizi wa siku nyingi tumefanya naye kazi za vijana. Tunakushukuru sana kuwepo kwako pia Bwana Julius. Lakini pia nitambue kulia kwangu ni mjumbe wa board na makamu mwenyekiti wa board ya YPC Bwana Martin Mng'ong'o, na pia nitambue kama walivyojitambulisha washiriki wenzangu
ambao wametoka kwenye mashirika mbalimbali yanayofanya kazi Tanzania, na mengi yana sura ya kitaifa, na ndio maana tuliomba awepo katika mashauriano haya. YPC ni asasi ya kiraia ambayo imeundwa mwaka 2002 na ikasajiliwa mwaka 2003, na imekuwa ikifanya kazi kubwa mbili. Moja, kuwajengea uwezo vijana kwenye eneo la kiuchumi, hasa kutoa elimu ya ujasiriamali na ushauri wa kibiashara kwa wale ambao wamepata nafasi. Lakini pia tumefanya kazi upande wa pili, kujenga uwezo wa kiraia kwa vijana kupitia elimu ya uraia, elimu ya mpiga kura, elimu ya uongozi, na vile vile kuwahusisha vijana kwenye mambo ya utawala bora, ikiwemo kufuatilia fedha za umma ngazi za halmashauri kwenye baadhi ya vijiji ambako serikali yako imepeleka rasilimali, na kama zinawanufaisha vijana au la, basi mambo haya yamefanyika. Tunafanya kazi zaidi mkoa wa Pwani, lakini kwa bahati tumealikwa mpaka na baadhi ya wabunge wenzako kwenda kufanya kazi kwenye majimbo yao, kutoa elimu ya uongozi na elimu inayohusu mambo ya vijana. Kwa mpaka sasa ndivyo tulivyo kama YPC, lakini hivi karibuni tumeingia makubaliano na shirika la Action Aid Tanzania kuendesha mradi mkubwa ambao unaitwa Youth Economic Empowerment and Influence, ambapo umeingia kabisa katika mipango yetu mkakati kwamba Youth Economic Empowerment ni kuangalia jinsi ambao tunaweza tukawainua vijana kiuchumi, sio tu elimu ya ujasiriamali. Sasa tumeongeza ni pamoja na kujaribu kuhamasisha na kutetea kazi zenye hadhi ama decent jobs. Hivi vijana wetu wanapokuwa wameajiriwa na mashirika, makampuni binafsi na taasisi mbalimbali, waweze kuwa na maisha mazuri na waweze pia kupenda kazi wanazozifanya na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Lakini pia tumependa hii influence, kwa maana ya ushawishi vijana kuwa na mawazo pevu na yenye mchango wa maana kama walivyoleta hapa, kushawishi serikali kutoa maoni ili tuweze kuwa na sera na mipango ambayo ni endelevu na inaweza kusaidia taifa, hasa kwa kuwainua vijana. Katika kufanya hivyo, moja ya shughuli ambayo imepangwa ni hiyo ya kuweza kukutana kama hivi kufanya mashauriano. Na katika mashauriano tuliona mambo mawili. Moja, sera ipi tunaweza tukaamua kuifanyia mashauriano. Tukaona ni sera ya maendeleo ya vijana. Hiyo tulifanya tulipokuwa Kibaha, tulikutanisha tena baadhi ya mashirika walikuja Kibaha. Lakini kitu kingine tuliona ambao ni la wakati kabisa, kwa sababu ofisi yako Mheshimiwa Naibu Waziri imeshahusika katika kutengeneza sheria ya baraza la vijana na iko. Kwa hiyo tukaona ni vizuri na sisi tutoe mchango wetu. Ndio maana tumewaleta hawa viongozi kutoka asasi mbalimbali. Tumewaleta wachache Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sababu rasilimali zetu hazikuweza kutosha kuleta kongamano kubwa, lakini tukagundua kwamba mara nyingine tukutana wachache hivi, na wengine pia mahali pengine watakuwa wamekutana wachache. Mawazo haya tusiyazuie, tuyalete kama yalivyo, na kwa kuwa wanawakilisha vikundi na watu mbalimbali, tunaamini kwamba mawazo haya yanaweza kutoa mchango katika kuelekea kwenye utekelezaji wa sheria ya baraza la vijana, lakini pia jinsi ya kuboresha vipengele kadhaa vya kupata sera mpya ambayo sasa hivi ofisi yako inaratibu. Na zaidi sana nikaona ni vizuri tuseme kwamba tulikuwa tunatarajia yatokee mambo yafuatayo. Hapa tulipokaa tukajadili sheria, tukaangalia pia sera, lakini tukaangalia pia vijana tuko ujumla mambo yalivyo. Kwa tumeleta mapendekezo yetu ambayo yamekaa, kwanza sehemu ya kwanza tulivyoona sheria, alafu tukasema nini tunadhani inafaa, bila kuathiri nia nzuri ya kuunga mkono ofisi yako ya kwamba kwa kweli sheria ya baraza la vijana ianze kutekelezwa. Kwa tumetoa maoni kuhusu maboresho ya sheria ambayo inawezekana pia yamejibiwa kwenye kanuni, lakini hatujatamka hata kidogo kwamba sheria irekebishwe kwanza eti ndio baraza lianze kufanya kazi. Sisi lengo letu ni kwamba wakati sheria inafikiriwa kurekebishwa ama kanuni zitafanyia kazi, ili mambo hayo ambayo yanaonekana ni mapungufu kwenye sheria, basi sisi tuendelee tuone baraza likifanya kazi na vijana wakijihusisha. Lakini hatimaye tumetoa mapendekezo ya maboresho ya sera na pia nini kifanyike ili utekelezaji uweze kutokea. Sasa hayo
nimependa nisiyatamke yote, lakini bali ni mkaribishe mwenzetu ambaye tumemwandaa, ambaye ndiye mratibu wa mradi wa Youth Economic Empowerment and Influence, dada Jenny Mulungi, aweze kusoma risala ambayo imebeba pia mapendekezo na maazimio tuliyokubaliana. Kwa naomba kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, tumuinue dada ili aje asogee hapa na kuweza kusikika. Ndugu Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Anthony Mavunde. Ndugu Mwakilishi wa Mkurugenzi wa Vijana, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Ajira Wenye Ulemavu. Ndugu Makamu Mwenyekiti wa YPC. Ndugu Mkurugenzi wa YPC. Ndugu maafisa wa idara mbalimbali za serikali mliopo hapa. Ndugu wawakilishi wa asasi mbalimbali za kiraia. Ndugu waandishi wa habari, ndugu washiriki, ndugu wageni wenzangu waalikwa, mabibi na mabwana, naomba niwasilishe hii kwa Kiingereza. Position paper by Youth Consultative Workshop, Resolutions and Recommendations on the National Youth Council Act 2015 and related matters. Preamble. We representatives of youth organization from various corners of Tanzania gathered for 2 days in Dodoma to analyze the National Youth Council Act 2015 under the coordination of Youth Partnership Countrywide within the project component of Youth Economic Empowerment and Influence supported by Action Aid Tanzania. Cognizant of the fact that youth is one of the greatest assets that any nation can have, understanding that youth are not legitimately regarded as the future leaders, but also potential and a symbol of country's development if well nurtured. Aware of the truth that, for the first time in history of the universe, the number of people aged between 12 to 24 is the largest population ever, as reflected in the World Development Report of 2007, that 1.3 billion people are in this age category. Cognizant also that nearly 85% of 1.3 billion young men and women live in developing countries, Tanzania being one of them. It is interesting to learn that this figure is projected to increase to 89% by 2025. Knowing that Tanzania's population is predominantly young and 1/3 of our people are aged between 10 to 24 years, acknowledging the effort by the government since 2007, when it formulated the National Youth Policy, which now is under review. Appreciating and valuing the trust of the government on youth as key and active variable into the developmental process, as approved by enacting the National Youth Council Act 2015, the enactment of the National Youth Council Act was a response to a long cry from youth. We therefore hereunder enlist our candidate observations, recommendations, and resolutions as part of our contributions towards youth empowerment and realization of National Youth Council and viable youth policy. Observations and recommendations on the National Youth Council Act 2015. While we support the timely implementation of the National Youth Council Act 2015, we have observed a number of gaps within the Act that may require amendment of the Act itself or proper provision in the guideline to facilitate smooth implementation of the Act. Therefore, we present our observations and recommendations as follows. We observe that word secretariat as used in the Act and the word gift as used under Section 24D are not given interpretation under Section 2. We recommend the Act at the interpretation section to add the interpretation of the terms secretariat and gift as used in this Act. Number 2, we recommend editing of the Section 5(1)(c), the secretary appointed under the Section of 15 of this Act, not Section 13. Number 3, we notice that the Section 5(1)(c) recognizes the existence of the vice chairperson, but it is silent how the vice chairperson will be selected by the General Assembly. We recommend the Act to specify how the vice chairperson of the council shall be elected by the General Assembly. Number 4,
We notice the concern of gender-insensitive term chairman. We recommend changing the wording chairman to chairperson as applied in this act. Number 5, we recommend the amendment of section 53A that possesses at least an undergraduate degree should be removed and replaced by ordinary secondary school education. We have noticed that the act is silent on how the council shall nominate 3 names to be appointed as general counsels. We recommend the act to specify the functions of the council. 7, we have noticed improper use of the term appointed under section 5.3. We recommend the term appointed to be replaced by elected. Number 8, we recommend amendment of section 17 to be that functions of the General Assembly shall be to nominate members of advisory board. This seems that the General Assembly has the power to nominate all members of the advisory board established under section 21(1). We recommend editing of section 17 2B to match their section 21(2)E. 5 youth elected by the council and approved by the minister. Number 9, we recommend the improvement of section 17(3). The General Assembly shall comprise of the addition of the vice chairperson referred under section 5(1)A of this act is important to be part of the General Assembly. Number 10, we recommend the act to specify how the members of a regional youth council under section 18(2)B shall be obtained to form the regional youth assembly. Number 11, we propose the amendment of section 18(3)B that implement development plans, strategies, and programs of the council at regional level. As the marginal note of this section is regional youth assembly, we have noted the concern, the anticipated difficulties for the regional youth assembly to implement this task. This function is probable to be on the regional youth council or regional secretariat and not regional youth assembly. This recommendation shall apply also to section 19(3)B and 23(B) of this act. Recommendations for the review of the National Youth Development Policy 2007. We have also noted with concern that effective implementation of the National Youth Council Act 2015 is largely depends heavily on the national youth policy context. We understand that the government is now spearheading the process to review the National Youth Policy 2007. We are obliged to provide glimpse recommendations for consideration in the National Youth Policy review process. We recommend the policy to provide a room for 10 youth representatives into the Parliament from the National Youth Council. We recommend the policy to recognize community services and volunteerism to create a conducive environment for establishment and functioning of youth organizations and other civil society organizations. We recommend the policy to establish a reward system for recognizing outstanding community services among youth at the national, regional, and district levels. We recommend the policy to put in place the mechanism in which youth will effectively participate and engage in decision-making bodies, both in the local and central government. The government should fast-track the authorization of the National Youth Council so as to timely grant the entrenched opportunities of the youth in the policy and the National Youth Council Act 2015. Recommendations regarding implementation of the National Youth Council Act 2015. Apart from the above recommendations on the National Youth Council Act 2015 and the National Youth Development Policy 2007, we wish to provide the following recommendations regarding the implementation of the National Youth Council Act 2015 as a way forward for a timely takeoff. The government to collaborate with the relevant stakeholders such as youth-led and youth-focused organizations, as well as media platforms, to publish and disseminate the National Youth Council Act 2015 and its regulations to youth and general public. The government should fast-track the operationalization of the National Youth Council
so as to timely grant the entrenched opportunities of the youth in the National Youth Council Act 2015. For proper awareness creation on the National Youth Council Act 2015, the government, in collaboration with relevant stakeholders, prepare a simplified version, popular version, of the Act for a countrywide civic education on the Act. Our resolutions. We resolve and agree to continue working hand in hand with the government to ensure effective implementation of the National Youth Council Act 2015. We resolve and agree to collaborate with the government to popularize the National Youth Council Act 2015, its regulations, and the National Youth Development Policy 2007. We resolve and agree to continue capacitating and deepening awareness to the youth and relevant stakeholders on National Youth Council Act 2015, its regulations, and the National Youth Development Policy 2007. We resolve to strengthen our collaboration and partnership among youth organizations through joint programs, networking, and coalition building for better outreach and services to our youth and general public. Conclusion. As we end our submission, we want to use this opportunity to express our sincere appreciation to you, Honorable Deputy Minister Anthony Mavunde, Prime Minister's Office, for finding time out of your busy schedule to bless this event by listening to our observations, recommendations, and resolutions. We want to make it clear, very clear, that without the financial support from ActionAid Tanzania and your good office, the Prime Minister's Office, this event could not materialize. We therefore once again thank you so much for such a wonderful cooperation. Submitted on behalf of participants of the Youth Consultative Workshop. Thank you. Nashukuru sana Jeni kwa kusoma, lakini nilikuwa napenda nitumie nafasi hii kuomba msamaha kwa sababu ya muda mfupi wa maandalizi, maana tumeanza hii kazi jana kuchambua na leo asubuhi ndio tumemaliza, ikawa ni vigumu kuiweka kwa Kiswahili, lakini tunaahidi sasa kuanzia sasa hivi tunaenda kuiweka kwa Kiswahili pia. Itakuwa hivi ilivyo, lakini ni Kiswahili. Kwa kimsingi tu ni kwamba tumetamka eneo la kwanza, ukurasa wa kwanza, tumejenga hoja kwa nini ni muhimu kujadili ama kuchambua sheria na jinsi ambavyo ofisi yako imekuwa na mchango mkubwa. Lakini ukurasa wa pili tumetoa maoni yetu tulivyoiona sheria, jinsi ambavyo ina mapungufu ama ina madhaifu, na kila tuliposema pungufu moja tulitaja haswa nini tunapendekeza kifanyike, ikiwemo baadhi ya vifungu ambavyo vinaonekana vinakinzana. Ukienda ukurasa ule wa tatu pia tumetoa sasa mapendekezo rasmi kwa ajili ya mapitio ya sera ya maendeleo ya vijana ya taifa mwaka 2007, na tumetoa mapendekezo kama matano tu, na hatimaye katika ukurasa ule wa 4 tumetoa mapendekezo yanayohusiana na utekelezaji wa sheria ya Baraza la Vijana. Na mwisho katika ukurasa huo wa 4 tukagundua tusiambie tu serikali na kuiomba ifanye kitu, na mashirika ambayo yamekutana hapa kusema sisi utakuwa mchango wetu ni nini. Kwa ndio unagundua kwamba tumekubaliana kama mashirika yaliyokutana hapa pamoja na wenzetu ambao hawajapata bahati, tutashirikiana kuendelea kushirikiana na serikali ili kuhakikisha utekelezaji wa sheria ya Baraza la Vijana. Lakini pia tumekubaliana tutashirikiana na serikali kuweza kuweka sheria ya Baraza la Vijana katika lugha rahisi na kanuni zake, pamoja na sera ya mwaka 2007 kuweza kuiweka katika lugha ambayo inaeleweka wakati vijana wanaendelea kutoa maoni. Lakini pia tumekubaliana sisi ya kwamba tutaendelea kujenga uwezo na uelewa ama ufahamu mkuu zaidi kwa wadau pamoja na vijana juu ya sheria yenyewe ya Baraza la Vijana pamoja na kanuni zake, pamoja na mchakato unaoendelea wa kuboresha
sera ya vijana, na hatimaye tumekubaliana pia kwamba tutaimarisha ushirikiano baina ya asasi za vijana ili kuweza kuwafikia vijana wengi kokote waliko, na kwa njia ya shughuli za pamoja, mambo ya kushirikiana kama kimtandao, lakini kujenga nguvu za pamoja ili tuweze kuwa na uwezo wa kufanya kazi zetu vizuri zaidi kwa ajili ya faida ya vijana na pia jamii kwa ujumla. Hatimaye mwishoni, mara hii ama document hii imeweza kushukuru sana wewe na ofisi yako kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkifanya kazi vizuri, na hasa wewe kwa kupata muda, pamoja na kwamba ni mtu ambaye una shughuli nyingi, umepata muda wa kuja kusikiliza maoni yetu pamoja na mapendekezo yetu. Jambo hili tumeona tukushukuru sana wewe, na zaidi sana tumewashukuru ActionAid kwamba wametuwezesha kufanya shughuli kama hii na imefanikiwa ndani ya siku hizi mbili. Kwa hiyo niliona ni vizuri kuifafanua kidogo mwishoni ili ingalau uweze kujua, si kwa sababu Mheshimiwa Naibu Waziri hujui Kiingereza, lakini ingalau waandishi pia wanachokipeleka kwenye jamii wanaweza wakapata. Sisi tulikuwa tunamaanisha kwa kifupi tu, lakini tunaahidi kutengeneza kwa Kiswahili. Nashukuru sana. Basi. Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Anthony Mavunde, na ndugu zangu pia ni Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili. Kwa hiyo lazima tuna haki ya kufurahi. Lakini ni kiongozi wetu mwema kwa vijana. Ni kiongozi wetu, ni mlezi mzuri. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sababu hii hadhara ni ya kwako, lakini niseme maneno mawili tu. Kwanza, niwashukuru sana waandaaji kwamba wametambua kwa dhati kwamba serikali hii ina nia na dhamira safi kwa vijana. Hilo Mheshimiwa Waziri wametuhakikishia, halina mashaka. Pili, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa ruhusa yako, wakati wa utambulisho kulikuwa na ndugu yetu hapa, msaidizi wa Mheshimiwa Naibu Waziri. Tungependa kutambua uwepo wako. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaye hapa Bwana Mkama, kwa msije mkasema huyu ni mwenzetu, na anatusaidia sana sana kwa daraja ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Baada ya hapo Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi sina maneno mengi. Kwa heshima kubwa na taadhima, naomba nikukaribishe uweze kutupa yaliyotuandalia. Karibu sana Mheshimiwa. Ndugu mkurugenzi wa Youth Partnership Countrywide, mwakilishi wa mkurugenzi wa vijana, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ndugu makamu mwenyekiti wa bodi ya YPC, wawakilishi kutoka asasi mbalimbali za kiraia, maafisa wa idara mbalimbali za serikali mliopo hapa, wafanyakazi wa YPC, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, awali ya yote napenda nichukue fursa hii kwanza kabisa kuwashukuruni kwa heshima kubwa mlionipa ya kunialika kuja kuwa mgeni rasmi katika tukio hili kubwa, ambapo mmekaa kwa siku mbili hizi kujadiliana mustakabali wa vijana wa nchi yetu ya Tanzania, na mmeona mtumie nafasi yenu, mtumie wajibu wenu kuwa sehemu ya ushauri kwa serikali, lakini vile vile kutimiza wajibu wenu kama taasisi inayoshughulika na masuala ya vijana, ya badala ya kukaa na kulalamika pembeni, lakini mmekuja na mfumo mzuri wa ukusanyaji wa maoni ambao mnawasilisha leo serikalini, ili na sisi tuweze kuona namna kuweza kuyafanyia kazi. Lakini pia niwashukuru sana maafisa wangu kutoka wizarani ambao mshiriki nanyi naamini kwa siku mbili hizi, ambao wametuwakilisha vyema katika kazi ya siku mbili, na naamini mmepata baadhi ya ufafanuzi wa masuala ambayo yalikuwa yakiwatatiza na kufahamu the way forward katika masuala haya ya vijana. Lakini pia ndugu zangu, nataka niwahakikishie tu kwamba dhamira ya serikali ya awamu ya 5 inaongozwa na Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata chombo chao mahususi kwa ajili ya kuwakilisha maoni yao, kwa ajili ya kuwakilisha ushauri wao, lakini chombo ambacho pia kitakuwa kinawasemea katika mambo mbalimbali ambayo yanahusu vijana, yao ya kiuchumi, ya kisiasa na ya kijamii. Kwa niwaondoe hofu. Na bahati nzuri mimi nilianza kuwa mdau wa baraza la vijana kabla hata sijawa naibu waziri. Na hata
Badru hapa ni shahidi wangu, katika mikutano mingi ambayo tumekwenda ya vijana, amekutana na kundi kubwa sana la vijana wa kutoka nchi mbalimbali ambao tulikuwa tunafanya nao kazi hizi. Kwa naelewa maana yake, na tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana tukitoka katika mikutano ya kimataifa, hasa linapoulizwa kuhusu baraza la vijana. Na ndio maana serikali kwa kusikiliza kilio hicho mwaka 2015 ilitunga sheria namba 12 ya uanzishwaji wa baraza la vijana la taifa, lakini lengo lake kubwa likiwa ni kupata chombo mahususi kwa ajili ya kushughulika na masuala ya vijana. Ndugu zangu, ndugu washiriki, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimepewa ni kwamba mmekutana washiriki kutoka asasi mbalimbali kujadiliana, lakini pia kuona namna bora ya kuweza kuipitia na kuijadili sheria yetu iliyotungwa mwaka 2015 na kuleta mapendekezo ya namna ya utekelezaji wake, hasa zoezi hili litakapoanza rasmi. Lakini pia nichukue fursa hii kuwakaribisheni sana Dodoma kwa wale wageni ambao nafikiri sasa hivi Dodoma hapaepukiki, makao makuu ya nchi. Nafikiri mmefurahia kuwepo hapa na ukarimu wa watu wa Dodoma, lakini pia naamini kwa siku mbili hizi na sisi mmechangia kidogo kwenye uchumi wetu hapa. Ndio. Ili tuendelee kukusanya mapato, tuendelee kuongoza Tanzania nzima kwa ukusanyaji wa mapato. Ndugu zangu, mimi leo sitaki nizungumze maneno mengi sana, lakini nafurahi kwamba taasisi ya YPC pamoja na TIVA na taasisi nyingine ambazo mpo hapa mmefanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba mnapitia masuala mbalimbali yanayohusu vijana, hasa katika sheria zile na sera. Lakini pia utaratibu mliotumia, nitoe rai kwa taasisi nyingine zote za vijana nchi nzima. Serikali ya awamu ya 5 milango yake iko wazi kusikiliza kero, kusikiliza ushauri, lakini vile vile na mashauriano mbalimbali ya namna ufanyaji kazi. Kwa badala ya watu kukaa pembeni na wakaona kwamba hili jambo sio la kwao, mimi leo nafungua milango kwa taasisi zingine zote, hasa ambao zinashughulika na masuala ya vijana, kuhakikisha kwamba wanatoa mchango wao badala ya kukaa tu pembeni na kuwa sehemu ya kulaumu pasipo kutimiza wajibu wao. Mimi leo nimefurahi kuona kwamba ninyi mmechukua initiative ya kukaa kujadili na kuona sehemu yenye mapungufu na kuishauri serikali. Ni jambo jema sana. Lakini tofauti yake ni kwamba tukiruhusu tu kwamba kila mmoja akae huko alipo akasema, mwisho wa siku huwezi kupata document kama hii ambayo inaweza ikatusaidia. Utabaki unalaumu kwa nafasi yako, utasema sana na maneno hayaishi, lakini siku zitakuwa zinaenda lakini hakuna impact. Kwa ninyi mmetusaidia, mmekuja na karatasi hii ambayo mimi nitawaagiza idara ya vijana waende kuichambua, warespondi kwangu mimi kwanza, na nitakaa nao kikao tuiangalie kwa uzito wake. Sitaki siku mbili ambazo mmekaa hapa zipotee hivi hivi. Kwa hiyo nitawapa idara ya vijana, watakwenda kupitia katika hizo hoja ambazo mmezisema, na sisi tutakaa ndani ya serikali, na kwa sababu ndio tumeanza mchakato huu, basi mwisho wa siku pia tunaweza tukaona ni katika maeneo gani ambayo tunaona kabisa kwamba yanahitaji maboresho. Hatuwezi kupuuza 100%. Na sitaki kuamini kwamba mmekaa hapa bure. Viko vitu ambavyo hata sisi sababu hatukuviona, lakini kupitia mkao wenu huu sisi tunaweza tukaona namna nzuri ya utekelezaji wa sheria zetu hizi. Na mwisho wa siku, Tanzania hii sio Tanzania ya viongozi. Tanzania hii ni Tanzania kwetu sisi sote. Kila mmoja ana wajibu wa kuchangia ustawi wa taifa lake. Isionekane kwamba kwa sababu mimi niko hapa naibu waziri, basi masuala ya vijana ni ya kwangu mimi peke yangu na monopoly nayo. Hapana. Sisi sote ni Watanzania, sisi sote tuna mchango mkubwa, na sisi sote pia taifa hili linatutegemea. Sio kwamba sisi tuna uwezo mkubwa sana kuliko wengine wote walioko huko pembeni. Tumepata fursa tu ya kuwatumikia wananchi, kuendelea bado kupokea maoni na ushauri wenu ili tuone namna bora kuweza kuboresha, hasa katika utekelezaji wa uundwaji wa baraza hili la vijana. Lakini pia liko jambo ambalo sitaki kabla ya ambalo nataka niaseme mimi niliache kulisema. Pamoja na pongezi hizi,
lakini ningependa wakati mwingine taarifa zetu nyingi sana zitoke kwa lugha ambayo vijana wengi wanaweza wakatuelewa. Na nilimpigia simu Abdullahi jana, nikamwambia niliona kwenye Twitter mmeposti lakini mnazungumza Kiingereza sana. Nikauliza mna target vijana wa wapi? Maana hili ni baraza la vijana la taifa, na lazima tufahamu, tukizungumza baraza la vijana sio kama vijana wa Dar es Salaam pekee au wa Dodoma au Mbeya, lakini tunazungumza vijana wa nchi nzima. Kwa hiyo tuone pia namna ya squeeze, msije mkadharau kwamba Twitter haiwezi kufika na Njilinji au Facebook. Watu wapo, simu hizi zimefika kule, na wenyewe ungependa kupata taarifa, lakini tusiozuie kwa hii lugha ambayo inaweza wasielewe sana. Nilipiga simu jana nilivyoona, na hiyo ilikuwa ni sehemu ya observation yangu, kwa ndio maana hata sisi katika sheria hii iko version ya Kiingereza na iko version ya Kiswahili pia, ili vijana wengi zaidi waweze kuielewa, na ndio lengo mwisho wa siku. Na ninyi pia niwaombe sana mjikite katika eneo hilo. Sasa kabla sijasema wale ambao mnataka kuyasikia, ambao naamini mnasubiri kwa hamu, nataka nizungumze kwa ujumla kwanza masuala ya vijana. Ndugu zangu, tutakubaliana wote kimsingi kwamba tunayo changamoto kubwa ya kundi hili kubwa la vijana, hasa katika eneo la ujuzi stahiki, lakini vile vile na sifa za kuajirika, lakini vile vile na ajira kwa kundi kubwa hili la vijana. Sasa kwa sababu leo niko hapa, lazima niseme kidogo mipango ya serikali na ninyi muifahamu, na ningependa sana ninyi mkae mabalozi wazuri wa kuhakikisha kwamba ujumbe huu unawafikia vijana wengi zaidi kupitia taasisi zenu. Ndugu zangu, hakuna nchi yoyote duniani ambayo inaweza kaendelea isipofanya uwekezaji kwa kundi kubwa la vijana. Kama katika taarifa yenu mlivyosema hapa, hata ukiangalia katika wingi wa watu duniani, kundi kubwa ni kundi la vijana wenye umri kuanzia miaka 14 mpaka 24. Hao ndio vijana wengi zaidi duniani. Na kutokana na changamoto hiyo pia ya wingi huo, inakuja pia na changamoto mbalimbali, mojawapo ikiwa ni upatikanaji wa nafasi za ajira katika kundi hili kubwa la vijana. Sasa serikali imekuwa na mipango mingi. Naomba leo nizungumze kwa lugha nyepesi sana, ninyi mkanisaidie kwenda kupeleka ujumbe huu. Mipango ya serikali, cha kwanza tuliona, ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana, lazima kwanza tufanye kazi ya kuwatambua vijana, identification ya vijana. Tuwatambue vijana kutokana na vipaji vyao, kutokana na elimu yao, kutokana na masuala mbalimbali. Kwa kama serikali tukasema eneo letu la kwanza la kufanya ni la utambuzi kwanza, tutambue haya makundi ya vijana yaliyopo. Wako watu ambao wana ujuzi, hawajawahi kusoma katika vyuo vya ufundi, lakini wako mtaani, wana uwezo mkubwa sana. Lakini kuna graduates, watu wametoka vyuo vikuu, vyuo vya elimu ya juu. Kwa tukasema hauwezi kuaddress matatizo ya ukosefu wa ajira au changamoto ambazo zinakabili vijana pasipo kuyatambua kwanza haya makundi. Kwa tuliyatambua kwanza makundi. La pili, mkakati wa pili tukaona ni lazima tutoe elimu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Na elimu hasa hapa ni juu ya masuala ya ajira. Kumekuwepo na mkanganyiko mkubwa sana. Na kuna wakati niliwahi kutoa takwimu bungeni. Nilipotoka bungeni saa 4 ile nikakuta matusi nimetukanwa Jamii Forum kurasa zaidi ya 3, kwamba mimi ninaongelea ajira za wapi. Naposema kwamba nilizungumza kwa mujibu wa takwimu ya mwaka 2014, ilionekana kwamba youth unemployment imepungua kwa kiwango katika nchi yetu ya Tanzania. Nikaulizwa nazungumzia vijana wa wapi. Lakini kaendelea kusoma nikagundua kwamba bado tuna shida tafsiri ya maana ya neno ajira, kwamba ajira ni nini. Kwa mujibu wa sera ya ajira mwaka 2008, ajira ni shughuli yoyote halali inayomwingizia mtu kipato. Shughuli yoyote halali inayomwingizia mtu kipato kwetu sisi ni ajira.
Kwa mtu yeyote ambaye anafanya shughuli inamuongezea kipato, ndio maana sisi katika takwimu zetu huko anaingia kama ni sehemu ya ajira, ndio tafsiri yake. Ukienda kwa wale wenyeji wa Dodoma, karibu na mtaa wa Maisha Club pale, yuko mtu mmoja pale alianza kuuza matunda kwenye toroli, baadaye akahamia kwenye Kilikuu. Hivi sasa ana kefu kafungua ya matunda. Ukimuuliza unafanya shughuli gani, atakwambia mimi nipo nimejishikiza tu, ajira zenyewe za tabu hizi, lakini nipo nimejishikiza hapa. Bado tunahangaika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ajira kwetu ina mtazamo tofauti. Yaani ili mtu aonekane ana ajira, yani lazima uwe una shati jeupe, tai kila siku umevaa ofisini, una kitu cha kuzunguka, una mshahara wako, una mkataba wako pale, mambo yote kila siku unakwenda kuripoti, hiyo ndio ajira. Na ndio maana ukimuuliza huyo mtu wa matunda anachokipata kwa mwezi ni zaidi ya graduate wa chuo kikuu, kwa maana mshahara wake wa kuingilia kazi ya serikalini. Anaweza kupata zaidi ya milioni 2, lakini anakuambia sina ajira. Kwa sababu tumeendelea kujielekeza kwamba ili mtu aonekane ana ajira, lazima awe katika utaratibu fulani ndio isomeke ajira. Kwa hatua ya pili kama serikali tukaona lazima tutoe elimu kwa makundi makubwa ya vijana wafahamu nini maana ya ajira, kwa maana tafsiri, ili kila mmoja sehemu alipo ajue kwamba sisi kwetu tunamchukulia kwa namna gani. Kwa mfano, sekta ya kilimo, sekta ya misitu na sekta ya uvuvi ndio sekta ambazo zinaongoza kufanywa na watu wengi zaidi ya 66% ya nguvu kazi ya taifa letu imejikita kwenye sekta hizo. Nao ndio wengi wanafanya kilimo, wanauza mazao yao, wanapata fedha, lakini bado changamoto inakuja kwamba mtu atakwambia sina ajira. Kwa hiyo tukasema tuanzie hapo kama eneo letu la pili kwa ajili ya kutoa elimu. Na pia watu waweze kutofautisha, maana kuna tofauti kubwa kati ya kazi na ajira. Mama akimtuma mwanae kwenda kufua nguo, ile ni kazi. Lakini kazi hiyo akifanya house girl ni ajira, kwa sababu ina ujira ndani yake. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa ambayo lazima pia watu wetu waelewe kwamba shughuli yote halali inakuingizia kipato, kwangu mimi ni ajira. Na ndio maana muda mwingine kwa sababu tumezoea kwamba kuona ili onekane kwamba tatizo la ajira limepungua, lazima kundi fulani kubwa ndio limepata nafasi za kazi. Na ndio maana mtu atakuuliza kwamba mbona watu wanahangaika na vyeti mtaani, wao unasema ajira zipo, lakini mwisho wa siku kumbe tafsiri ile ambayo tunaipata ni tofauti na jambo lenyewe jinsi lilivyo. Kwa hiyo hili ni eneo la pili ambapo pia na ninyi ningependa msaidie kama serikali. Eneo la tatu ni kurasimisha hawa vijana. Baada ya kuwatambua pale mwanzo, tumewapa elimu. Hatua tatu ni kuwarasimisha, kuwafanya kuwa rasmi. Hakuna serikali yoyote duniani ambayo ina uwezo kufanya kazi na mtu mmoja mmoja, haijawahi kutokea. Kwa mfumo wa kufanya kazi na serikali lazima uwe katika vikundi maalum, iwe SACCOS, iwe kikundi, iwe kampuni. Kwa tukasema njia ya pili tuwarasimishe hawa vijana, tuwafanye kuwa rasmi kwa kuendelea kutoa ushawishi, kutumia maafisa maendeleo wawashawishi vijana wengi zaidi wakae katika vikundi ili kupata fursa mbalimbali, wakae katika SACCOS. Na hivi sasa nina furaha kwamba vijana wengi wameanza kutoka katika kufikiria kuwa na vikundi, wengi wanamiliki makampuni hivi sasa. Manake nini? Manake ni kwamba wameanza kuona faida na elimu ile imewaingia. Ukifanya hivyo ni rahisi kufanya kazi na serikali. Hakuna serikali yote duniani ambayo ina uwezo wa kumfuata mtu nyumbani, ikamkusanya na mwenzake, ikawatengenezea katiba, ikawasajilia na ikawapa na fedha ya mkopo. Haiwezekani. Kila haki inakwenda na wajibu. Ni haki ya kijana wote wa nchi hii kupata fursa ya mikopo na fursa mbalimbali za uwezeshaji kiuchumi, lakini pia naye ana wajibu wa kuandaa mazingira ya kuweza kusaidiwa kufikia azma hiyo.
Kwa rai yangu ni kuwataka vijana wote nchi nzima kutumia fursa hii ya uundwaji wa makampuni, vikundi na SACCOS kwa ajili ya kuweza kukusanya mitaji itakayowafanya waweze kufikia mafanikio. Nayasema haya kwa sababu ninao mifano ya dhahiri ambapo tumeona makundi makubwa ya vijana wamefanikiwa kupitia utaratibu huu. Napenda nitoe mfano wa Simiyu, kile kiwanda cha chaki. Walikuwa wanapokea fedha za 5% za halmashauri na fedha za mfuko wa maendeleo ya vijana, lakini zikawa ziwatoshi kwa kutoka wanatoka hela chache, 800,000, milioni 3. Wakajikusanya kwa pamoja, wakaanzisha kitu chao, wakapata fedha ya awali, wakanunua mtambo wa chaki. Sisi baadaye tukaenda kuwatembelea kupitia idara ya vijana, tukaona wanafanya vizuri, tukaongezea fedha milioni 30, wakatanua kazi zao. Wakati wa kilele cha mbio za Mwenge kichofanyika Simiyu, mkuu wa mkoa wa Simiyu akamwomba mgeni rasmi Dr. Ali Mohamed Shein kwamba wanaomba vijana wa Simiyu wapeleke chaki zao Zanzibar. Rais akakubali, akamwagiza waziri wa elimu wa Zanzibar kwenda Simiyu, wakakaa na wale vijana, wakatengeneza utaratibu. Hivi sasa Zanzibar yote wananunua chaki kutoka kwa wale vijana, na hivi sasa wanafikiria kwenda kwenye kupata mkopo wa kufikia zaidi ya bilioni 1 kutoka kwenye milioni 3 walizoanza nazo. Ndio nasema mifano ya dhahiri ipo. Naendelea kuomba ninyi kama asasi za kiraia za vijana kuendelea kutoa msisitizo na msukumo mkubwa katika kundi hili kubwa la vijana, na niwaombe sana kwamba zamani watu wengi walikuwa wachukulia hizi asasi kama ni maadui wa serikali. Mimi nachukulia kama ni marafiki wakubwa wa serikali, na ndio maana nasema milango yangu iko wazi, sababu kiukweli mwisho wa siku hatuwezi kufanya kazi peke yetu, hatuko kisiwani. Ninyi mkitusaidia kufanya kazi ambayo tunaendelea kuifanya, ni rahisi sana sisi kuweza kufikia mafanikio kama serikali. Leo tuna miradi mikubwa inakuja, bomba la mafuta, lakini Stiglas Gorge, gesi. Kazi hii nikifanya peke yangu mwenyewe, nibaki mavunda tu peke yangu kama serikali, kuna sehemu nitaenda siwezi kuwafikia vijana wote. Lakini tukienda kama timu kwa pamoja, na mimi ndo ningependa nione taasisi ya vijana mnafanya hivyo. Uambieni vijana fursa zilizopo. Leo tunazungumza kuhusu bomba la mafuta. Vijana sisi tumeanza kuandaa kama serikali kupitia TAESA, tumeanza kuandaa kwamba bomba linapoanzia na linapoishia katikati hapa watu washiriki moja kwa moja kupitia kampuni za vijana, kupitia vikundi vya vijana, washiriki kwenye kutoa huduma, wawe sehemu ya. Morogoro pale tunakwenda kufungua kiwanda cha sukari cha Mkulazi moja na Mkulazi 2. Eneo moja linaitwa Mbigiri na eneo la Mkulazi. Hivi sasa tunaendelea kutoa hamasa kwa vijana wengi kushiriki kama outgrowers, kwenda kulima miwa ambayo itakuwa imepata soko la uhakika la kununuliwa kiwandani. Haya ndio mambo ambayo tunatamani na sisi ninyi kama asasi za kiraia mfanye. Muambie vijana nchi nzima watambue fursa hizo. Serikali itatimiza wajibu wetu, lakini na ninyi pia, ili sasa tuanze kuwashawishi vijana watoke katika mfumo wa mtu mmoja mmoja, wakae kwenye vikundi, waende kwenye SACCOS. Kama pale Mkulazi ni fursa ya kipekee. Wako vijana ambao wako pale tayari shambani, lakini tunahitaji vijana wengi zaidi. Mtusaidie kuwapa elimu hiyo vijana. Shamba lile linahitaji outgrowers na ardhi ipo pale. Tunahitaji kundi kubwa zaidi la vijana washiriki. Leo tunazungumza NSSF wanatoa zaidi ya shilingi bilioni 20 mikopo kwa ajili ya sekta sio rasmi. Ndio kazi yetu sisi kuambia vijana wajue hizo fursa. Lakini hiyo fedha haiwezi kumfikia mtu mmoja mmoja. Ndio hicho ambacho tunaona kama serikali kwamba ili sasa tuweze kufikia katika hatua ambayo tunaitaka, ni lazima kuwaweka vijana wetu katika mfumo huo.
Nenda kwa vijana wanaitwa Sugeko, wale wa graduate wa SUA, walianza kama utani, waligraduate pale SUA, baadaye wakaekewa dhamana na serikali kukopa fedha CRDB. Leo ninapozungumza wamefikia hatua wanatoa mafunzo kwa vikundi vya vijana, lakini pia wameanza mpaka kugawa na greenhouse kwa vikundi vya vijana. Lakini walikuwa katika mkusanyiko, hakuwa mtu mmoja mmoja. Angekuwa Kimario peke yake asingekuwa amefika hapa leo. Walikusanyika kwa pamoja, wamefikia hapo walipofika. Kwa rai yangu ni kuwataka vijana wote nchi nzima kuona namna bora ya kujiunga katika vikundi, makampuni na SACCOS, ili serikali iweze kushirikiana nao kikamilifu katika kutatua changamoto kubwa hasa ya ukosefu wa ajira. Na ninyi pia msaidie kufanya kazi hiyo. Ya 4, mkakati wa serikali tuliona, kwa sababu tulitambua makundi mbalimbali, tunao changamoto pia ya ujuzi wa nguvu kazi yetu, ujuzi wa kumfanya mtu awe na sifa za kuajirika. Nchi yetu ya Tanzania kwa mujibu wa survey ya nguvu kazi, tafiti ya nguvu kazi ya mwaka 2014, wanaita Integrated Labor Force Survey, inasema Tanzania tuna nguvu kazi ya takriban watu milioni 22.3. Hao ni watu wenye uwezo wa kufanya kazi, the working age population. Na katika hao watu vijana wenye umri kati ya miaka 14 mpaka 34 wako milioni 14.4. Sasa nguvu kazi hii ya taifa letu ambapo kubwa ni vijana hao, tukienda katika baadhi ya maeneo tunalalamikiwa kuhusu ujuzi stahiki na sifa za kuajirika. Naomba mnikoti vizuri, maana hii pia linaletea tabu. Naomba mnikoti vizuri. Tafiti iliyofanywa na Baraza la Vyuo Vikuu vya Afrika Mashariki, inaitwa IUCEA, Inter-University Council for East Africa, inasema zaidi ya 61% ya vijana wanaotoka vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu Afrika Mashariki na Kati wanatoka wakiwa wameivishwa nusu. Wametumia neno la Kiingereza half baked, kama vile mkate vile ulivyo. IUCEA wanasema, na ipo ripoti ipo hiyo. Lakini pia katika nguvu kazi tulionayo, watu wenye ujuzi wa juu kabisa, kwenye watu milioni 22.3 wenye ujuzi wa juu kabisa ni 3.5 wenye ujuzi wa juu kabisa. Wenye ujuzi wa kati ni 16.6. Wenye ujuzi wa chini kabisa ni 79.9. Ili kwenda kuwa nchi ya kipato cha kati, middle income nation, mwaka 2025, piko vigezo vimewekwa kwenye nguvu kazi. Tumewekewa vigezo kwamba ili ufikie vigezo hivyo, basi nguvu kazi yako iwe na ujuzi wa juu kwa 12%, iwe na ujuzi wa kati kwa 34%, iwe na ujuzi wa chini kabisa kwa 54%. Ndio nchi inaweza kwenda katika nchi ya kipato cha kati. Kama serikali tukasema lazima tutimize wajibu wetu, hatuwezi kubaki tunaziangalia takwimu hizo tukabaki hivyo hivyo. Kwa tukaja na programu ya ukuzaji ujuzi nchini ambao una lengo la kuwafikia vijana milioni 4.4 ifikapo mwaka 2021. Programu hii imegawanyika sehemu mbalimbali. Eneo la kwanza la programu hii inaitwa RPL. RPL ni Recognition of Prior Learning. Ni mfumo wa urasimishaji ujuzi kwa vijana wenye ujuzi lakini ambao hawajapitia katika mfumo rasmi wa mafunzo. Leo ukienda mtaani, kuna vijana wanajua kuchomelea, kuna vijana wanajua kutengeneza vitanda, kuna vijana mafundi wa umeme wazuri, lakini hajawahi kusoma VETA, hajawahi kusoma Don Bosco. Kama serikali tukasema hatuwezi kuwaacha hivyo hivyo. Kwa tukatoa matangazo ya programu hii ya urasimishaji ujuzi. Takriban vijana 22 nchi nzima waliomba.
Vijana wenye sifa walikuwa ni 14,311. Awamu ya kwanza tumeanza na vijana 3,900, ambao vijana hawa kinachofanyika ni kama ni fundi tunampata pale alipo na wakufunzi kutoka VETA, anakwenda ana address mapungufu alionayo, then baadaye tunampatia cheti cha VETA pasipo yeye kwenda kusoma VETA. Kwa pale tunakuwa tumetambua ujuzi wake rasmi, kwa kumpa cheti umeongezea kitu katika maisha yake. Tumeanza awamu ya kwanza, tumefika vijana 3,900. Awamu ya pili itaendelea. Lakini pia tuna programu nyingine. Tunao programu nyingine ya kama serikali kwenye ukuzaji ujuzi, ambao programu hii yenyewe ni kwenda kuwasomesha vijana. Lakini sio kuwasomesha tu, tunawasomesha na tunawasaidia kupata ajira. Tumeanza na kiwanda cha Tuk Garments pale Mabibo EPZA. Tumepeleka vijana 2,000 awamu ya kwanza. Vijana wale wanajifunza kutengeneza nguo na bidhaa za vitambaa na kukata vitambaa, na nyingi watengeneza ni hizi jeans ambazo mnazivaa hapa Tanzania, nyingi zinatoka Mabibo pale. Lakini kwa sababu ya sheria ya EPZA inataka kwamba zaidi ya 80% itoke nje ya nchi, kwa hiyo inakwenda inarudi katika mfumo mwingine. Lakini vijana wanaofanya hivi ni vijana wako Mabibo pale Tanzania, ndio wanaotengeneza hizo jeans. Sasa wale vijana tunapeka pale 2,000, ambapo tunawalipia nauli ya kila siku na tunawapa na fedha kujikimu mpaka muda wote watakapomaliza mafunzo, na baadaye wote 2,000 kwa makubaliano wote wanatakiwa kuajiriwa. Kwa wote wanaajiriwa kiwandani katika awamu ya kwanza, vijana 2,000 kwenye programu hii. Lakini tunao vijana 1,000 katika awamu ya kwanza ambao wako Mazava Fabrics Morogoro. Wenyewe wanatengeneza t-shirts za michezo. Bidhaa nyingi mnazozivaa hapa Tanzania za michezo zinatoka Msamvu Morogoro. Kwa sababu ya sheria hiyo ya EPZA, wenyewe wanatengeneza, lakini zinapelekwa nje, zinarudi katika utaratibu mwingine, lakini zinatoka kwanza nje ya nchi. Hapa inabaki 20%. Lakini vijana wa Tanzania ambao tumeingia makubaliano wanafundishwa na wataajiriwa. Tunao vijana 1,000 wako DIT Mwanza, wanajifunza kutengeneza viatu na bidhaa za ngozi. Jana nimepata ushuhuda wa graduate mmoja, nilimkuta pale Mwanza kama utani. Wengi walikuwa wameomba hiyo, graduates walidharau, alikuwa na kitu kidogo, lakini yeye ndio alikuwa graduate peke yake wakati nimeenda kufanya ufunguzi. Jana amesaidiwa na ndugu zake, ameanza kuzalisha kiatu chake mwenyewe, kawatengenezea nyumbani kwao, na hivi sasa anaanza kuexpand, anaka kiwanda kadogo nyumbani cha kutengeneza viatu. Mafunzo haya ya ofisi ya waziri mkuu yamemtoa kijana ambaye alikuwa ni graduate, amekaa, alifundishwa, anatengeneza mwenyewe, na hivi sasa anafikiria kuunda kikundi cha vijana ili kupitia fedha za mikopo katika mfuko wa maendeleo ya vijana tumkopeshe fedha zaidi, apate mtambo mkubwa, aanze kuzalisha viatu. Ameanza huyo kijana. Lakini tunao vijana 4,448 wako Don Bosco Dar es Salaam, Don Bosco Dodoma, Don Bosco Moshi, Don Bosco Shinyanga, Mafinga na Iringa. Hawa wanafundishwa kutengeneza tiles, umeme, carpentry, uashi, kushona, kompyuta. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu tunawalipia ada, wenyewe kazi ni kwenda chuo tu. Tunawalipia ada na fedha ya kujikimu kwa muda wote ambao wanakuwepo pale chuoni. Hivi ninavyozungumza, walipokwenda katika kufanya mafunzo kwa vitendo, kundi kubwa la vijana wameng'ang'aniwa na waajiri wao, kwa sababu imeonekanika kwamba kupitia mfumo huu wale vijana wanapata nafasi zaidi ya kujifunza na kuwa karibu na walimu wao, na wamekuwa ni watu wazuri. Na hivi sasa chuo cha Don Bosco Dodoma hapa ndo wameongoza kwa kutoa mafundi wataalamu wa kutengeneza tiles ambao wamewazidi watu walikuwa katika kazi hii kwa muda mrefu, na hivyo wamefanya sasa, wameshakuwa booked pale, wakitoka wote wanakwenda kuajiriwa. Wamepata nafasi hizo kutoka katika makampuni mbalimbali. Lakini pia mwaka jana Septemba, waziri mkuu amezindua rasmi miongozo miwili ya internship na apprenticeship.
mafunzo ya wanagenzi na mafunzo ya vitendo kazini. Kwa kushirikiana na private sector tunafanya haya. Tunataka tuondoe utofauti wa vijana katika taifa hili. Zamani ilikuwa mtu akitaka kwenda kutafuta field, akitoka chuoni anapewa barua ya to whom it may concern. Anatembea nayo ile barua mpaka soli na mwisha, hajapata eneo lolote, hana mtu anamjua, anabaki nyumbani. Ili uweze kupata kazi sehemu nyingine yote kwenda kujifunza, lazima wewe unamjua Mavunde, babako awe sehemu, mamako awe sehemu, ndio uweze kupata fursa hiyo. Sisi tumesema tunaiondoa kwa kufanyaje? Kwa kuweka mwongozo ambao utamfanya kila kijana apate nafasi hiyo kwa sifa zake, sio kwa kumjua Mavunde, kwa sifa zake. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kazindua mwongozo na tumeanza kufanya kazi vizuri na private sector kwa ajili ya kuanza kuwachukua vijana, na kinachotokea pale ni kwamba vijana hawa kwa muda wote tumeingia makubaliano, baadhi ya private sector watakuwa wanawagharamia, lakini na sisi kama serikali katika baadhi ya maeneo pia tutakuwa tunawagharamia kwa muda wote. Kwa tumeweka miezi 6 mpaka miezi 12. Atakaa katika kampuni, katika kiwanda, akimaliza atapewa cheti cha kumtambua ili pia tuondokane na kikwazo kikubwa cha uzoefu. Kweli. Kwa hii pia itakwenda kujibu swala la uzoefu. Programu ya mwisho kwa maana katika awamu ya kwanza ni tunakwenda kwenye programu ya kitalu, nyumba, greenhouse. Tumeanza na maeneo wilaya 35 ambazo tutaanza nazo. Lakini tunataka tufanyaje hapa? Hapa tunataka kuwajengea uwezo vijana wa Kitanzania. Wao wana uwezo wa kutengeneza, lakini wafundishe vijana wenzao, lakini pia tutawapatia vitalu shamba kwa kuanzia, kwa ajili ya kwenda kufanya ule muunganiko sasa wa falsafa ya uchumi wa viwanda ambao pia unahitaji mazao mbalimbali ili uchumi uweze kukamilika. Na hapa pia nataka nitoe rai. Imekuwepo pia fikra kwamba Mheshimiwa Rais akisema uchumi wa viwanda, watu wanafikiria kwamba uchumi huo ni wa kundi fulani tu katika jamii, wale wenye uwezo mkubwa. Kwa sababu ili uwe na kiwanda, maana lazima uwe una jengo kubwa, mitambo mikubwa ndio kiwanda. Lakini ndugu zangu na wachumi mko hapa mtanisaidia, kwenye principles za economy kuna kitu wanakiita backward and forward linkage, kwamba lazima kuwepo produces zinazotoka bit za kilimo, ziwe za mifugo, ziwe za uvuvi, lakini hizo sasa ndio zinapelekea ile value chain yote, mnyororo wa thamani wote. Kwa hiyo mkulima wa nyanya wa Ilula anayeproduce nyanya anashiriki uchumi wa viwanda, kwa sababu ni sehemu ya. Kwa rai yangu na mimi ni kuwataka vijana, nguvu kazi kubwa ya taifa letu hili, tuunge mkono falsafa ya serikali ya awamu ya 5 kwa kushiriki kwenye uchumi wa viwanda kupitia kilimo, kupitia ufugaji, kupitia uvuvi na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Tukawajenge vijana wenye uthubutu katika taifa letu. Huwa najisikia karaha sana nikisikia, hasa kwa kijana mwenyewe anawasifia vijana wa taifa lingine kwamba majasiri sana. Huwa yainiingiaje akilini mimi. Yaani kwamba huwa tunakaa tunawazungumza wenzetu kwamba wako very aggressive, na mtu anasimama boldly kabisa anasema hivyo. Okay fine, hata kama mnahisi kwamba wako hivyo, lakini kwa sisi hatuwezi. Ili vijana wa Tanzania hawawezi kufikia huko. Inawezekana sana. Kwenye uchumi wa viwanda naosema, yuko binti mmoja ambaye wanapenda kumtolea mfano, Biadija amegraduate Sauti pale Mwanza. Akaenda Iringa, akaanza kufanya shughuli za kilimo. Akaanza na greenhouse ambao ni loko ya neti za kawaida, tukasimamisha miti. Leo yule binti wa miaka 27 ka advance ana masoko ya maharage machanga na mbaazi changa, ana masoko Uingereza, ana soko Ireland, ana soko na Sweden. Anahitajika kusafirisha nje ya nchi tani 26 kila siku, kila wiki za maharage. Amezidiwa uwezo hivi sasa, ameamua kuwachukua kundi kubwa la kina mama pale Iringa na vijana na wazee
kama outgrowers ni kijana ambaye amewaajiri watu moja kwa moja na indirectly watu 236 ambao anawalipa mshahara. Kijana wa umri wa miaka 27. Na juzi alipata bahati na nafasi ya kwenda kutembelewa na mwakilishi wa Benki ya Dunia, na nafikiri kuna mazungumzo yanakwenda vizuri. Kuna fedha ambayo atapatiwa ya kuongezewa ili kumfanya kazi hiyo iweze kutimilika. Lakini kijana wa miaka 27 ameyafanya hayo. Ndio uthubutu ambao tunautaka huo sisi. Huo ndio uthubutu ambao mimi natamani kwa kijana wa Kitanzania. Ukienda Mwanza, yuko kijana hajafikisha miaka 40. Anaitwa Chobo kama mnamfahamu. Anamiliki kiwanda cha kuchakata nyama cha thamani ya shilingi bilioni 8. Hajafikisha umri wa miaka 40. Na kufuatilia historia yake alivyoanza, kaanza utani tu. Alikuwa siku moja yuko Nairobi, akakutana na mkurugenzi mmoja wa migodi, wakaulizana, mbona huko hapa? Nimekuja kuangalia nyama. Akamwambia, mimi nimekuja hapa na biashara yangu ya dawa za mifugo. Akamwambia, lakini napata usumbufu sana wa nyama, unaweza kufanya hiyo kazi? Akamwambia, ndio, mimi naweza kufanya. Akaanza kuagiza nyama kutoka kule na Kenya, analetea pale mgodini. Siku moja akiwa Sirari, akaona ng'ombe wa Tanzania wanavuka kwenda Kenya. Sasa kumbe ndo akasema, kumbe ile nyama ambayo nailetaga kumbe ni ng'ombe wetu, mimi nakwenda kuwachukulia Kenya. Akasema, sifanye tena hiyo kazi. Nitachukua ng'ombe hapa hapa, nitafungua na sehemu yangu mimi mwenyewe. Akaenda kukopa benki. Akanunua ng'ombe wengi wa kutosha. Akaenda kupeleka nyama kwa Charanga. Mzigo wake wa kwanza. Wenzetu wako very sensitive. Nyama kabla haijaingia inapimwa. Kwa sababu ya hakuwa na mashine, nyama inakatiwa kwenye kigogo. Ile nyama kwenda kupimwa ikajikuta ina particles. Mzigo wote ukakataliwa. Wote na fedha ambayo alikwenda kukopa. Hakukata tamaa. Siku moja akaona andiko la mjasiriamali kijana la Kofi Annan kwa Afrika. Akaandika kati ya vijana 22 akawa pili. Akashinda dola 800 ambao by the time ilikuwa ni bilioni 1 na milioni 600. Akasema, mimi ndoto yangu ni kuwa na kiwanda. Akachukua fedha ile akapeleka Uturuki kiwandani. Wakamwambia haitoshi, kiwanda ni bilioni zaidi ya 7 hapa. Akamwambia, mimi nawaachia hiyo hela. Akaenda kupambana, alipopambana akaenda kumalizia kwa mkopo wa benki. Amefunga kiwanda hivi sasa pale Mwanza. Analisha migodi yote, na sasa hivi ameshafungua ofisi zake Dar es Salaam na anakuja mikoani huko Mtwara. Lakini pale kwake ukienda ndio kijana pekee naamini mwenye mashine za kisasa Afrika Mashariki na Kati za kuchakata nyama. Pale ng'ombe anachinjwa huko anafurahi, huko anacheka kwenye mtambo wake. Ana mtambo huo ambao unafanya nyama pia inakuwa laini, ng'ombe hajakakamaa. Lakini hajafikisha umri wa miaka 40. Ndio hao vijana ambao tunawazungumza. Lakini amepata hizo sifa, amepata ujuzi. Kwa hiyo la mwisho katika mpango wa serikali, la mwisho ni uwezeshaji. Ukizungumza yote watakwambia hatuna ardhi, hatuna fedha. Mwaka 2014 alikuwa waziri mkuu wakati huo Mheshimiwa Pinda alitoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa wote kuhakikisha wanatenga maeneo maalum. Na jana Mheshimiwa Rais karudia kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za vijana. Youth Special Economic Zone, ukanda maalum wa uchumi wa vijana. Sehemu moja ambayo nimeona wamefanya vizuri sana ni wilaya ya Kahama. Ukienda Kahama zimetengwa ekari 5,000, eneo linaitwa Dodoma. Wamepeleka vijana wote wako pale. Wakina mama wote wako pale. Wote wamekaa sehemu moja. Kwa hiyo rais kuwapelekea huduma, rais kuweza kuwafikia, rais kuweza kukopesheka. Na pale walipofanya vizuri, kila mtu kapewa hati katika ile eneo. Kwa hiyo mtu anaweza kutumia pia hati yake kwenda kukopea. Lakini ndio maelekezo ambayo kutoka mwaka 2014 kwa mikoa yote kutenga maeneo hayo. Kwa vijana ili baadaye tuweze kuwa na nafasi ya kuwashirikisha katika shughuli za kilimo, shughuli za ufugaji, pia ni utengaji wa maeneo. Bado kasi hairidhishi, naendelea kufuatilia. Mpaka hivi sasa zimetengwa takriban hekta
217,000 nchi nzima. Bado kasi sio kubwa sana, lakini lengo letu ni tuweze kufikia katika idadi kubwa zaidi, ili makundi mengi ya vijana yaweze kupata fursa hiyo. Hata kwenye uwezeshaji tunao mfuko wa maendeleo ya vijana ambao peke yake hautoshi, lakini tunalo baraza la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ambalo baraza hili linaratibu zaidi ya mifuko 19 ya uwezeshaji kiuchumi wa wananchi, ambao inatoa mikopo na ruzuku. Na ningetamani pia kuona kundi kubwa la vijana wanatumia fursa hii, na ninyi pia mwasaidie vijana wengi, sio vijana tu, wananchi wengi wa Tanzania hawafahamu uwepo wa hii mifuko, hawafahamu hii fursa, ambao wanaweza kupata mikopo ya kuwasaidia kufikia malengo yao. Mkakati wa 5 wa serikali ni kuwawezesha kupitia mifuko mbalimbali ya uwezeshaji, kupitia 4% za vijana, 4% za wakina mama, na 2% za watu wenye ulemavu. Sasa huyo kijana ambaye ndo mkakati wetu, tukishamtambua, tukishampa elimu, tukishampatia ujuzi, tukishamwezesha, tunaamini atapiga hatua na kufikia malengo ambayo tumeyakusudia. Huo ndo mkakati tulionao kama serikali. Sasa mwisho, kwa kumalizia, nataka tu niseme ndugu zangu ya kwamba nichukue fursa hii kuendelea kuwafahamisha kwamba serikali yetu ina dhamira ya dhati kabisa kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki na kushirikishwa kikamilifu katika kupanga na kutekeleza mipango mbalimbali ya kiuchumi na kijamii kwa maslahi yao na maslahi ya taifa kwa ujumla. Mathalani, hivi sasa kuna masuala muhimu yaliyotiliwa mkazo na serikali, ambapo la kwanza ni kuhakikisha vijana wanawezeshwa kiuchumi mara popote walipo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana unaoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Lakini pia jambo hili limeambatana na kuweka sheria inayosisitiza kuzielekeza halmashauri zote nchi nzima kutenga 10% za mapato yao ya ndani kwa ajili ya shughuli za maendeleo za vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Lakini la pili, serikali inaratibu mapitio ya sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ili kuendana na wakati wa dunia ya leo na wakati uliopo. Sera yetu imeshapitwa na wakati, muda umekwenda sana, lazima tuibadilishe endane na mazingira ya leo. Na nimefurahi kwamba na ninyi pia mmetoa mchango wenu kwenye eneo hili, na niondoe hofu ya kwamba hizi sheria, hizi sera nishatoa maelekezo ya kwamba hizi documents sio za kwetu, ziwafikie vijana, na njia rahisi ya kuwapitia vijana ni kuwafikia vijana kupitia katika mitandao ya kijamii ambayo hatuwezi kuipuuza siku ya leo. Katika dunia leo huwezi kupuuza sera ya vijana. Nilitoa maelekezo Songea, bahati nzuri mkurugenzi wa vijana alifanya mara moja, iliwasilishwa na nafikiri mmeiona kwenye mitandao, ilikuwepo. Tulizungusha kwenye makundi mengi, lakini tukaweka pia ukurasa maalum kwenye Facebook kwa ajili ya kupokea maoni yao, na tumepokea maoni mengi sana kuliko ambavyo tulikuwa tunatarajia kuhusiana na mambo haya. Kwa tumeona pia, na maelekezo yangu ni kwamba lazima mfumo wetu wa utendaji kazi serikalini ubadilike kulingana na mazingira ya leo. Kwa jambo lolote, mwakilishi wa mkurugenzi ambao uko hapa, ambao linawagusa vijana, sehemu pekee kuwapata vijana kwenye mitandao ya kijamii. Ndio njia rahisi ya kuweza kuwapata. Mje na utaratibu mzuri kuhakikisha kwamba taarifa zenu nyingi zinapitia huko ili vijana wengi zaidi waweze kuzipata. Ya tatu ni serikali inakamilisha mwongozo sanifu wa stadi za maisha kwa vijana walio nje ya shule kwa ushirikiano na VETA na wadau mbalimbali. Lakini la tano, serikali kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitunga sheria namba 12 ya mwaka 2015 na imeshakamilisha kanuni za utekelezaji wa sheria hii na kutangazwa katika gazeti la serikali namba 348 la Septemba mwaka 2015. Nishampa maelekezo mwakilishi wa mkurugenzi, nataka kanuni zile katika utaratibu ambao umebakia hapo ziwafikie vijana hawa, wazione, wao wadau wakubwa, ili pia katika baadhi ya maswali ambayo wamekuwa nayo, naamini asilimia kubwa ya majibu yako ndani ya zile kanuni. Lakini katika swala la uundwaji wa baraza la vijana, hapa ndo nataka sasa nimalizie. Mimi nafahamu na serikali kwa ujumla tunafahamu umuhimu wa baraza la vijana la taifa. Nafahamu sana umuhimu wake.
Na nimeona mnauliza tangu sheria kutungwa mpaka leo hamsikii chochote, hamuoni chochote. Ndugu zangu, utaratibu wa uundwaji wa baraza kama ambavyo mnafahamu na nyinyi mmekuwa wadau wakubwa, ilitungwa sheria. Baada ya kutungwa sheria zikaja kutungwa kanuni za kuelezea utekelezaji wa sheria hiyo, na hivi sasa tumekamilisha taratibu ya mwisho ya uundwaji wa kamati ya kwenda kuanzisha mabaraza kuanzia ngazi ya chini kuja juu. Ile kamati ambayo imetamkwa kwenye sheria na ndio kamati itakwenda kufanya kazi hiyo. Sasa uundwaji wa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa uundwaji wa baraza la vijana ndio hatua ya mwisho ili kazi hii ianze. Nataka niwatamkie vijana wote wa taifa letu kwamba ndani ya wiki tatu zijazo kamati hii itaanza kazi ya uundwaji wa baraza kuanzia ngazi ya chini kuja mpaka ngazi ya taifa, kazi ambayo tulikuwa tunasubiri, ndio hatua ya mwisho. Na nimeona kelele nyingi za vijana kwamba hatuoni chochote, lakini hiyo ndio hatua ya mwisho iliyobaki. Lakini na ninyi mnafahamu mabaraza haya yanaanzia ngazi ya kata, wilaya na kuja huku. Ndio Tanzania tuna kata zaidi ya 4000. Kwa kamati inapita kwenye kata zote 4000, wilaya 189 zote na mikoa yote. Kwa hiyo sio jambo ambalo unaweza nikalisema leo kesho litakamilika. Kuna kazi bado kubwa sana ya kwenda kupitia katika uanzishwaji ambako hii kamati lazima ipite kote. Lakini habari njema ni kwamba taratibu za mwisho za hii kamati zimekamilika na muda sio mrefu wataanza kazi yao ya usimamizi wa jambo hili kuanzia ngazi ya chini, na ile sasa baraza ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu kubwa na vijana, hata ndio muda wake umefika. Ile jambo mlikuwa mnasubiri kwa muda mrefu, muda wake sasa umefika. Na katika kuhakikisha hilo tumetenga zaidi ya shilingi milioni 300 za awali za kuanzia kazi hii ya kufanya, na fedha hii zipo tayari. Kwa tunasubiri tu ukamilishaji wa hiyo kamati na kazi itaanza muda sio mrefu, na ninyi mtapata taarifa kupitia utaratibu ambao tutauweka. Lakini mwisho wa siku ninyi kama wadau pia mtuunge mkono, tushirikiane kwa pamoja ili kwanza baraza hili lisimame na litengemane. Haya mengine wanaokuja na ambao mmeyasuggest hapa na kutoa kama sehemu ya mapendekezo yenu, kwanza jambo hili lisimame litengemae. Vitu vingine hivi vinawezekana huko baadaye, lakini kikubwa kuliko yote ni kwamba baraza hili liundwe kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa na sheria ambazo zipo, na vijana wapate chombo chao. Mengine haya, na ndio maana tumekuwa tunabunge mara zote kwamba tunapokea namna utekelezaji wa sheria husika na kuona kama inakidhi mahitaji ya kundi ambalo linahudumiwa na sheria hiyo. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, ninawashukuruni sana. Asanteni sana. Nimefurahi kushiriki nanyi siku ya leo, lakini pia msisitizo na rai yangu ni kustaka asasi za kiraia za vijana kushirikiana na serikali kutatua changamoto ambazo zinahusu vijana. Nchi hii ni ya kwetu sisi sote, ninyi mna mchango mkubwa sana, tushirikiane kwa pamoja kutatua changamoto hizi na inawezekana tukapiga hatua kubwa. Lakini pia niwaombe vijana tushiriki kwenye uchumi wa viwanda kwa 100%. Na nasema haya kwa sababu kwa mfano mdogo tu, kila mtu alipokuwa chuo kikuu hapa kuna maisha ambayo mliaishi, imaginary life. Kila mmoja aliaishi. Kwamba tulikuwa tunafikiri ukitoka chuo kikuu maisha mazuri ni automatic. Kuwa na gari, kuwa na nyumba ni automatic. Ukishakuwa na degree. Kila mtu alikuwa anafikiria kwamba nikitoka mimi lazima niwe na gari, niwe na nyumba. Na ndio maana tukitoka bado tunapenda kuishi maisha yetu yale ambayo tulikuwa tunafikiria vioni. Mtu kaajiriwa benki, kazi yake ya kwanza kuna fursa ya mkopo, kachukua mkopo milioni 26, ameenda kununua Harrier. Harrier ambayo ni liability. Anahitaji kulipia bima, kulipia mafuta, itaharibika. Lakini tu anataka aishi ndoto yake. Kwamba na mimi wakati niko chuo nilitamani maisha haya. Lakini hivi kweli tuulizane. Hivi kweli huo ndio mwelekeo wa taifa letu kwa hivi sasa? Gari ni jambo muhimu, lakini kwa sisi vijana mimi ningefikiria tofauti. Ndio maana nataka na vijana wenzangu wote katika hili ningefurahi kama ongeza kuniunga mkono. Badala ya kwenda kufikiria leo kuwa na gari ya milioni 26, mimi ningefikiri
kuwa na kiwanda cha toothpick cha dola 10,000 cha milioni 22 na chenchi kabaki, lakini kabaki na asset ambayo itanisaidia nikapata gari nzuri zaidi kuliko hiyo hali ambayo itakuwa la pili. Ni kubadilisha tu mitazamo. Kinachotuathiri ni hicho tu kwamba uliwahi kusema chuoni lazima kitokee. Na ndio maana mtu wa namna hiyo akienda ofisini, yakija yale makato, akatwa bodi ya mikopo, akatwa na hiyo, anajikuta ana 135,000 na ndo bado siku 28 za mwezi kuisha. Hivi mtu huyo ataanza kuingia kwenye ufisadi? Ataanza kuingia kwenye rushwa? Maki ataishije sasa? Kwa ndio maana rai yangu ni kuomba ninyi mtusaidie kuhamasisha vijana wengi zaidi washiriki, lakini na hasa ile ambayo nimelisema la swala la kiwanda cha pale Morogoro cha Mkulazi kwenye sukari. Ningefurahi nikiona vijana wengi zaidi mnashiriki katika hatua hiyo. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Natamka rasmi kwamba semina yetu, kongamano letu la siku 2 hapa mjini Dodoma nimelifunga rasmi. Asante sana. That was very powerful. Nashukuru. Nakupa mkono mwingine. Makamu mwingine nashukuru. Bunge, naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana na walemavu, kaimu mkurugenzi wa vijana ndugu yetu Julius Toneshe, ndugu yetu Israel Lunde, mkurugenzi wa mtendaji wa YPC, viongozi wa asasi mbalimbali, waandishi wa habari, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu imekuwa ni siku njema, siku ya baraka. Tumeweza kupata mambo mengine ambayo yalikuwa yanatusumbua sana vijana, lakini angalau leo tumepata majibu kwa namna moja ama nyingine. Pili, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuteua ndugu Anthony Mavunde. Nadhani Rais hakukosea. Ameteua mtu anayeshirikia mambo ya vijana, kijana ambaye inaonekana ana ufahamu wa mambo mengi sana. Kwa hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tatu nikushukuru hata mwenyewe kwa sababu kuna mambo mengi sana. Jana mimi nimekuona mwenyewe huko Ikulu, leo huko Dodoma. Nadhani umetupa heshima kubwa sana. Kwa hiyo sisi kama YPC tunaipokea hiyo shukrani, hiyo heshima kwa unyenyekevu mkubwa sana. Nadhani profile wa YPC utaipata kwenye nani yetu. Lakini vile vile kwa sababu tulikuwa tunashughulikia na jambo ambalo sisi wengine tumehangaika nalo miaka 20. Swala la baraza la vijana limeanza kuzungumzwa toka miaka ya 97. Sisi wenyewe tumeshiriki. Kwa hiyo wengine ni wahenga katika masuala ya baraza la vijana. Tumeshakuwa wahenga, tumelijadili kwa kina sana na ndugu yetu Julius Toneshe. Bahati nzuri huko nyuma vijana tulikuwa tunapenda sana kukaa pamoja. Kwa lilipotokea swala la baraza kulikuwa kuna watu wana mitazamo mbalimbali. Lakini tulikaenda tukakutana Iringa, tukatoka na msingi wa kwanza kabisa. Na bahati nzuri najiita muhenga kwa sababu katika ile kongamano nadhani ndio imezaa mambo mengi ya msingi ambayo yamekuja kuweka kwenye sheria. Kwa hiyo nishukuru kabisa Bunge la Jamhuri ya Muungano kwa kuweza kutunga hii sheria ambayo sasa hivi imesaidia kutengenezwa kwa kanuni. Kwa hiyo kuna instrument ambayo inaweza sasa fanya nini? Kuliendesha baraza. Umetoa hotuba nzuri, ndefu, lakini mimi niona kama mnatoa mada. Kwangu baadaye nikigeuka kama msikilizaji kwa sababu ilikuwa ni mada ambayo umegusa mambo mengine ambayo wala tukutegemea labda lakini kwa sababu ya faida ya vijana waliopo hapa ukaona utumegee mambo mengi mazuri ambayo nadhani wengi wameyasikia. Nikushukuru sana kwa hilo. Lakini nilichofurahi sana ni kusema kwamba dhamira ya serikali. Kwa sababu kwanza tulikuwa nadhani serikali ina wasiwasi
na baraza. Kwa sasa hivi unasema kabisa, umetuambia dhamira ya serikali sasa hivi ni kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na chombo chao. Kwa hiyo umeitamka kiongozi wa serikali, na baadaye umetuhitimishia kwamba baada ya wiki kadhaa huu mchakato utaanza. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Lakini nimefurahi vile vile kwamba umeona haya mambo tuliyojadili haya hapa sio kwamba yatakuwa ni mambo ya kuyapuuza. Umetoa agizo kwamba idara ya vijana inashughulika na mambo ya vijana ikakae iangalie tuliyojadili leo, na wao basi baadaye watakupa mrejesho wako kwako, na baadaye wataturejeshia sisi, na sisi tutaendelea kuyafanyia kazi kwa maeneo ambayo tutapata ufafanuzi kutoka kwenu, na sisi ingine, kwa sababu tunakutana na vijana wengi, na sisi tuendelee kutoa ufafanuzi kwamba jamani, hili swala hata sisi tuliuliza kule, lakini ufafanuzi wake umekuwa ni huu. Mimi nashukuru sana kwa ajili ya hilo. Lakini lingine ambalo nimelipenda, umelizungumzia kuhusu mipango mbalimbali, lakini umezungumzia kuhusu fursa. Vijana baada ya kujadili sana mambo mengine kwenye mitandao, basi angalau haya mambo ambayo yanajadiliwa, mipango mizuri na serikali ambayo wengi hatuifahamu, lakini tunaisikia tu. Kwa ni vizuri haya mambo sasa hivi kikawekwa kitengo maalum ambapo kila wakati kitakuwa kina yaingiza kwenye mitandao, ili iwe ni sehemu ya mjadala, na tunategemea sasa ingine watu wananufaika zaidi. Lakini lingine ambalo umeliweka wazi, na sisi wa IPC huwa tunapenda sana kila wakati, hata tukiwa pale Kibaha tunapenda sana kushirikiana na serikali, ili serikali isituone kama sisi ni adui. Serikali ituone kama na sisi tuna mchango. Kuna watu walipa kodi huko wanatuwezesha, kwa mfano kama tunajadili mambo mazuri kama haya. Hivi tungejifikia pembeni, halafu kawaita waandishi wa habari tukaanza kuisema, nadhani hata sisi tungetuona watu wa ajabu. Lakini baada ya kujifungia na baada ya kuita press conference, bwana sisi tumegundua hiki, unajua serikali ilikosea hiki. Kwa nini tusikae tukashauriana? Kwa tumeenda kutumia utaratibu mzuri, na nashukuru hata tulipokuwa kufanya maandalizi tulifika pale, ndugu yetu Tony walitupokea vizuri, wakatuagizia habari. Kijana ndugu yetu pale alikuwa anatupa ufafanuzi mzuri, kwa hiyo tukajiona kwamba sisi na serikali ni kitu kimoja. Kwa hilo nadhani ni utaratibu mzuri kwamba asasi za kiraia zisionekane ni maadui, na wakati mwingine hata asasi ikiwa ready kwa jaribu kuita kwamba nyinyi kwa nini mmezungumzia huko, kwa nini msingekuja tukakaa hapa tukajadiliana. Baadaye wakaona kumbe tunaweza tukazungumza, baadaye kuonekana kama ni maadui. Kwa hiyo nadhani ni utaratibu mzuri sana, na ninashukuru kwamba umetoa mwongozo mzuri sana kama kiongozi wa serikali kwamba huu ndio utaratibu wetu, kukaa na kushauri. Na sisi tunakuahidi kama IPC kila wakati tutawasumbueni sana. Tukiona kuna jambo, umezungumzia mambo mengi sana kuhusu ajira, na sisi katika mradi wetu kuna sehemu ambayo tunazungumza kazi zenye staha. Kwa sababu tunajadili mambo haya, hivi maana ya kazi ni nini? Bahati nzuri umeshaanza kutupa tafsiri nzuri kabisa, ambayo tunaweza kusema sasa hivi tuna sehemu ya kukodi kwamba hata waziri aishatwambia kwamba kazi ni shughuli yote ambayo inampatia mtu, kwa angalau tunaanza kupata reference. Tusije tukazungumza kwetu sisi nyinyi kumbe. Ila nilikuwa naomba haya yote ambayo mliokuwa mnaweka, hebu jaribu kutushushia huku chini, ila sisi kwa mfano tumezungumza habari ya miongozo miwili ambayo alizindua waziri mkuu. Nadhani taasisi nyingi za vijana hawana habari. Kwa hiyo tutashukuru sana kama ikiwezekana hiyo miongozo ikashuka, ili vijana waweze kufanyia uwezo. Lakini mwingine ambao mmelizungumzia ni swala la uthubutu, kwamba vijana wanapenda sana kulalamika, ule uthubutu hawana. Kwa nadhani hili swala tusipoangalia wataendelea kulalamika. Ni sasa kwanza, kwa sababu sina kuaga na vikao vingi sana na vijana. Kwa hiyo nadhani ni swala kwanza kuangalia kwamba ni namna gani tunaweza kusaidia swala uthubutu. Lakini nimemalizia kwa kusikitiza kwamba ni vizuri vijana, kwa sababu mchakato unaanza. Ingawaje sisi tuko na wasiwasi kwamba hivi elimu toka ya kutosha ya kuhusu uundwaji wa baraza. Kwa hiyo wakati kamati inaendelea na maandalizi, tungeangalia namna ya kuifanya jamii ya vijana wakawa na uelewa mpana. Na ndio maana kuna sehemu ambazo tumeelekeza kabisa katika maombi yetu kwamba
Tunaomba tushirikiane na serikali kwamba ikiwezekana kuzalisha haya machapisho, vile kusaidia na kushirikiana na serikali kutoa elimu sehemu mbalimbali ili vijana wa take ownership. La sivyo watu watasema hili baraza linakuja nani? Hili la CCM hilo. Sasa ikishaanza hiyo dhana, baadhi ya vijana ambao ni potential wataanza kufanya nini? Kujitenga. Lakini vizuri wakaeleza kwamba hili baraza ni kwa ajili ya wote. Kwa hiyo wakiona na taasisi vijana nao zinashiriki katika kuelimisha, wanajua kumbe hili baraza ni la watu wote. Bahati nzuri hata hapa tulikuwa na kijana wa CCM na tulikuwa na kijana wa Chadema. Tumekaa tumekunywa nao vizuri, kuna mkalozano wote. Hii ndio spirit. Nakumbuka wakati tunazungumza kule Iringa, tulikuwa ni vijana wanne mbalimbali. Emmanuel Nchimbe alikuwa mwenyekiti wa vijana wa CCM. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema. Lusinde alikuwa NLD. Hassan Mtenga alikuwa TLP. Akina Kitila Mkumba kutoka chuo kikuu. Zito Kabwa alitokea Zanzibar. Kwa hiyo akina Faida Bakari, wote hawa ni wahaiga ambao wameshiriki sana katika swala la baraza. Tulijaribu kuweka kwamba tuwe na spirit ya aina moja kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania tunanufaika na hili. Lakini kabisa la mwisho hapa naona kwamba hii swala la chorus ya